Yule ndio mtoto wangu pekee nilobaki naye. Kwa hiyo nakuomba sana mganga, msifanye mnavyotaka kufanya. Niko tayari hata kufanya hivyo kwa miaka 10 ijayo, lakini saa hizi naomba mniachie mtoto wangu. Oga Mkaramba, sasa ni zamu ya familia yako, hivyo ni lazima utoe kafara na hakuna kitakachoweza kubadilika. Nalifahamu sana hilo mganga, tena nilijua haswa, lakini naomba unisaidie tena, naomba unisaidie kabisa. Niko chini ya miguu yako mganga, tafadhali, tafadhali, ninakuomba usimtoe mwanangu. Hakuna, huwezi kupinga namna hii, ushindwe. Baba usilie, nyamaza we. Usilie baba, usilie, nyamaza we. Kumbenda, 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 kumbenda wewe, kumbenda, 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 kumbenda wewe. Kumbenda ni mtoto wa pekee kwenye familia, anaishi na baba mama ameshatangulia, ila wana kijiji. Baba, una shida gani? Amna shida mwanangu, niko sawa. Baba, mimi ni mwanao. Ikiwa haupo sawa, mimi lazima nitajua tu. Usijali mwanangu, ninaumwa tu, kwa hiyo nitakuwa sawa. Baba, mimi ni mwanao, haina haja kunificha. We niambie ukweli tu, kwa maana nikikuangalia huna dalili hata ya kuumwa. Mwanangu Kumbenda, ni zamu yetu saizi, ni zamu yetu. Baba, ina maana mimi nitakufa? Hata mwenye sielewi. Kumbenda, 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 kumbenda wewe, kumbenda, 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 kumbenda wewe. Kumbenda ni mtoto wa pekee kwenye familia, anaishi na baba mama ameshatangulia, ila wana kijiji wanataka kumtoa. Baba mkwe, naona umetulia tu hapa unapungapunga upepo mdogo mdogo. Sikia nakwambia, haina haja kuniita baba mkwe wala mimi kukuita baba mkwe mpaka pale utapomwoa mwanangu. Baba bwana, baba mimi nimezoea kukuita baba mkwe kwa sababu nina malengo makubwa sana na binti yako, hivyo natarajia kumuoa muda so mrefu, na ndio maana nimezoea kukuita baba mkwe. Na sawa, hamna shida, niambie. Lakini pia baba mkwe, nimewaletea ndizi hapa, nitapika hata mtoli. Basi ni jambo la heri. Vipi lakini mwenzangu yupo? Yupo ndani. Nilikuwa naomba ruhusa yako nikazungumza naye. Sawa, hamna shida. Kumbenda, mbona leo uko hivyo? Amna, siko sawa, najisikia vibaya. Vipi, unaumwa? Najisikia vibaya tu. Basi naomba nikakuchukulia dawa. Hapana, wala usijali, nitakuwa sawa tu. Usiseme kwamba uko sawa kumbe hauko sawa, baadaye ukazidiwa hapo kaleta matatizo bure. Nitakuwa sawa. Basi sawa, tuachane na hilo. Mimi kuna taarifa nimekuja kukupatia
kuwa zile taratibu zetu za ndoa zimeshakamilika. Sasa muda sio mrefu mimi nakuoa uwe mke wangu halali. Nafurahi sana kusikia hivyo na nakupenda sana, ila unajua nini Bagu, natamani mwisho wetu uje kuwa kama tulivyopanga, ila si unajua kuwa nakupenda na sitamani kukupoteza. Natamani tuishi milele mimi na wewe. Sawa, nakupenda pia. Leza, nimekuita hapa kwa sababu kuna jambo nahitaji kukwambia. Familia ya Mkalamba ikiongozwa na Mkalamba mwenyewe amekataa katu kumtoa binti yake kafara. Hili jambo haliwezekani, yaani haliwezekani hata kidogo. Ndio maana nikaamua kukuita ili mradi sasa uende ukazungumze na wazee wa kijiji, ikiwezekana wakae kikao, kisha waje kumshawishi ili mradi aweze kumtoa binti yake kafara, kwa sababu kila mtu anafahamu kama asipomtoa binti yake kafara nini kitatokea katika hichi kijiji cha Chigambo. Oga. Sawa, mimi nitaenda, lakini kwa nini Mkalamba kagoma kutoa kafara? Kwa maana ukiangalia kila mwana kijiji lazima atoe kafara na wote wametoa. Kwa nini yeye asitoi? Maana kila mwana kijiji anajua madhara yatakayotokea kama mtu atagoma kutoa kafara. Kwa nini Mkalamba agome? Kwa nini? Hilo haliwezekani. Maana kafara isipotolewa lazima mabalaa yatukute. Watu tutakufa, maji tutapata na ukame. Yaani balaa matupu yatatokea hapa. Mimi siwezi kubaliana na hilo. Lazima niende kwa wazee wa kijiji nikaongee nao, wamshawishi na hatimaye akubali. Mimi siwezi kukubali kabisa. Awa. Mimi ndio maana nakukubali. Wewe ni moja kati ya majembe waliokuwepo katika hichi kijiji. Nakukubali sana. Hebu fanya hivyo haraka sana, kwa sababu muda unazidi kwenda na kafara inahitajika kesho tu. Kwa hiyo waambie wazee wa kijiji wahakikishe hii kazi ya ushawishi leo inakamilika. Sawa? Sawa, mimi nitaenda. Mkalamba hawezi kutupana kichwani sisi. Hawezekani kabisa. Yeye nani? Mimi nimetoa, watu wote wametoa. Yeye nani? Mkalamba nani huyu? Pumbavu zake. Hey. Ye nani? Kumbenda wewe. Mganga, nahitaji sana msaada wako kwa sababu yupo katika wakati mgumu sana. Haina haja ya mimi kukupa msaada, kwa sababu naiona nguvu kubwa sana ndani yako. Nguvu? Hizo nguvu unazitolea wapi? Na hizo nguvu umepewa na ukoo wako. Sasa basi, wewe nenda na hakuna mtu yoyote atakaye kugusa wewe pamoja na mtoto wako. Mwanao afi. Lakini mganga, haina haja ya lakini. Hata kile nilichokwambia.
Mkalamba, wewe unajisumbua, yaani unajisumbua, na hakuna kitu hata kimoja utakachokifanya alafu mimi nisikijue. Oga! Ganga, naomba usimzuru binti yangu, ninakuomba sana, usimzuru binti yangu. Ndiyo, mimi ni mizimu ya Kwege ndiyo inahitaji damu ya mwanao. Ni lazima tumtoe kafara. Sawa, lakini naomba unisaidie kwa upande wako. Najua unaweza kunisaidia, naomba unisaidie basi Ganga, usimzuru binti yangu. Yeye ndio pekee ambaye namtegemea. Najua unaweza kunisaidia, niko tayari kukupa chochote kile. Nitakupa mashamba, hata mifugo yangu yote naweza kukupa, lakini naomba uniachie binti yangu. Ni hilo tu Ganga. Wewe unijue vizuri, wacha nikuoneshe majonjo na uwezo niliyokuwa nao, Mkalamba. Bado nakwambiaje, mtoto wangu amzuru kamwe. Huyu amewezaje? Kwani nini kinaendelea hapa? Hapa kuna jambo alipo sawa, lazima niende kwa misimu yangu. Oga! Kumbenda, kumbenda wewe, kumbenda, kumbenda wewe. Wakulu, mizimu ya Kwege, nimekuja kijana wenu. Kuna jambo naliona aliko sawa hata kidogo. Yule mzee anaonekana kuwa mkaidi na hataki kabisa kumtoa binti yake kafara. Nadhani wote tunafahamu ni madhara gani atajitokeza katika hichi kijiji endapo wasipomtoa binti yake kafara. Hivyo basi nimekuja kwa sababu nimegundua peke yangu siliwezi. Naomba mnisaidie, naomba mniongeze nguvu ya kwenda kupambana naye. Oga! Nenda katuletee damu ya binti bikira kwa ajili ya kafara, na ukifanya hivyo basi nguvu zitaongezeka maradufu. Sawa, wala hakuna shida hata kidogo. Mimi ni waahidi tu, nitafanya kama mlivyonielekeza. Kumbenda wewe, kumbenda wewe. Kumbenda ni mtoto wa pekee kwenye familia, anaishi na baba mama ameshatangulia, ila wana kijiji wanataka kumtoa kafara. Huruma Kumbenda. Mwanangu. Abe baba. Hakuna siku ambayo nina furaha kama leo. Tena nina furaha kubwa sana. Kwani kuna nini baba? Mbona sikuelewi? Yaani nakwambiaje, huwezi kufa tena.
Baba, imekuwaje kwani? Oye, acha tu, wewe ni mwanangu, ili nibidi nipambane kadri niwezavyo ili niweze kukokoa. Sasa nakwambiaje, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kukuua wewe, labda ni Mungu tu mwenyewe, na sio binadamu wa kawaida. Jambo zuri sana baba, ila sawa, ngoja tuone hiyo kesho itakapofika. Kesho utafika na kesho kutu utafika. So ulisema kesho huwezi kufika, tutaona. Nashukuru sana babangu. Unataka kupika nini? Hapa tamna cha maana zaidi, hapa nataka tumchemshe nyongo. Sawa, lakini sasa kupika na uji. Babu wewe wako sawa? Aya wewe. Kumbenda wewe. Kumbenda. Leza, imenilazimu nije hapa, na hii ni baada ya mizimu ya Kwege kuniambia kuwa nguvu zangu peke yake hazitoshi, ni lazima niongezewe nguvu. Hivyo basi imeniagiza niweze kulala na binti bikra ambaye hamjui mwanaume hata kidogo. Nimekaa nimefikiria sana, nikagundua katika hichi kijiji wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza ukanisaidia. Hivyo basi, vipi, naweza kupata binti yoyote ule bikra? Yaani kuhusu hilo ondoa shaka, yaani hapo mambo yote yameisha. Mimi mabinti ninao, alafu kuna binti mmoja huyo nimemlea kuanzia mdogo mpaka anakuwa, yaani huyo ni uhakika kabisa. Huyo ndo mzuri, hebu mwite tumuone. Kibena, njoo. Ngadula. Ngadu. Abelada. Umekiona kitu hicho? Yaani hapa uhakika, utoa shaka. Yaani hapa kila kitu kimeisha. Hakika huyu ananifaa. Kumbenda wewe. Kumbenda wewe. Kumbenda ni mtoto wa pekee kwenye familia, anaishi na baba mama ameshatangulia, ila wana kijiji wanataka kumtoa kafara. Huruma Kumbenda. Kumbenda wewe. Kumbenda wewe.